Tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka wa 2025, nikitumai kwamba umeamka vyema popote pale ulipo na Ijumaa yako ina wingi wa baraka. Mtazamaji, karibu ndani ya Kuzacha, awamu ya mambo bayana, ambapo kama kawaida tuna wageni mbalimbali katika jamii hii, ambapo tunadadavua kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na jamii yetu hapa mkoa wa Pwani. Na hii leo nimebahatika kuwa naye mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu hapa mkoa wa Pwani, na vile vile mwanasiasa chipukizi pia ambaye anafahamika kama Evans Momanyi. Mtazamaji, mimi hivi sasa tuko moja kwa moja kutoka hapa kaunti 001 ambapo tunakuletea kipindi hiki. Mtazamaji, mimi nafahamika kama Fahima Ramadhan. Usibanduke ulipo, moja kwa moja niweze kumkaribisha mgeni wetu. Karibu sana katika studio zetu Mr. Evans, na shukran sana kwa kuweza kuitikia wito huu. Labda moja kwa moja tukianza, kabla ya kujitambulisha kwako, je, kitu gani kilikufanya wewe kuweza kujitosa katika ulingo huu wa kuweza kutetea haki za kibinadamu? Asante sana. Vile mmeambiwa kwamba kwa majina naitwa Evans Momanyi. Mimi ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Cha msingi kilichonisababisha mimi kuingia katika ulingo wa kutetea haki za kibinadamu ni kwamba ni wakati kifuko cha feri, ambapo halmashauri ya Kenya Ferry wakati huo waliweza kupelekwa kotini na mwanakandarasi ambaye alikuwa anadai fidia ya milioni 20 ya consultants kuhusiana masuala ya ferry, MV Ferry, MV Jambo na MV Safari. Zilikuwa zinatengenezwa kule Turkey. Hii ilinisukuma sana nikaapia before the Court of Appeal, before Justice Visaram, Meole and Koome. By that time the Chief Justice alikuwa alikuwa katika Court of Appeal ambayo ilikuwa inakaa Malindi. Lakini kwa wakati huu kikao kilikuwa kimeletwa Mombasa. Na mimi nilienda pale kama interested party, nikasaidiana na mawakili wa Kenya Ferry kuomba kwamba kifuko cha ferry kinasaidia mpwani. Kinasaidia wananchi wengi, hata ikiwemo watu ambao wanasafirisha mizigo kutoka South Africa, kutoka Mozambique, kutoka Congo, kutoka Tanzania, wakitumia kifuko hicho, kwa sababu ni kifuko ambacho ni muhimu sana. Kina connect East and Central Africa, ikiwemo hapa. Nilienda kama interested party na nikalia mbele ya mahakama, na sisi tulifaulu kwa sababu zile ferry ambazo zilikuwa zimezuiliwa na mahakama ziweze kujengwa na by the order of the High Court ya Justice Ogola aliweza kuruhusu zile ferry zijengwe na zikaletwa. Kwa sasa zimepunguza kidogo ile msongamano ambao tulikuwa tunaona ndani ya ngambo hii ya kifuko na kule upande wa Likoni. Hii ndio ilikuwa jukumu langu la kwanza mimi kuapia before High Court, na koti kaalao ferry zijengwe. Hiyo ndio ilinifutia sana katika harakati. Hongera sana kwa hilo. Na je, kama mwanaharakati wa kutetea haki hizi za kibinadamu, ni kitu gani ambacho kimekufanya wewe kwamba haki hizi umeweza kutetea, labda haki aina tofauti, labda wewe hapa mkoa wa Pwani nadhani haki zinazingatiwa kikamilifu na pia taifa zima kwa jumla? Kulingana na Mtunga Rules, uharakati si lazima mtu aende asome shule. Uharakati ni kitu unachoona kinachofanyika pale chini nyanjani. Uharakati ni kitu ambayo wewe mwenyewe unaona mwananchi fulani amekosa kupata huduma yake vizuri. Kwa sababu mimi nikiwa katika ofisi ya mbunge wetu amwenda zake marehemu Mwalimu Masudi Mwahima, kuna wakati tulikuwa na shida kubwa sana ndani ya Likoni, swala la Waitiki. Bado nakumbuka wananchi wengi ikiwemo mbunge mwenda zake walisema kwamba wao yeye yako tayari kugongwa na bulldozer kabla wananchi kuondolewa pale kwa Waitiki. Lakini serikali ambayo ilikuwa mamlakani, serikali ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto akiwa deputy president, waliweza kutusaidia kuhakikisha kwamba wananchi wale takriban mamilioni ya wananchi ambao wanakaa Waitiki, leo hii wengi wao walipata hati miliki na wengi wao hawakuondolewa pale kwa Waitiki. Kwa hivyo uharakati pia umechangia, nimewezeshwa sana kwa sababu nimekuwa karibu na mbunge ambaye alielewa masuala ya kutetea wananchi wake. Na hii ndio imekuwa msukumo kwangu
wa binafsi kuona kwamba pia zile sehemu zingine mahali pana pengo niweze kuweka wazi kwa wananchi, kuweka wazi kwa taifa ili wananchi wetu wapate. Ni mengi ambayo kwa sasa nashukuru, ikiwemo sehemu ya Bububu kule juu Dongo Kundu Special Economic Zone, ambao wananchi wenye wanakaa pale wamekaa pale kwa miaka mingi. Ile ni shamba ya KPA ambao ni 3000 acres of land. Nashukuru halmashauri ya bandari, wale wananchi wa pale wameweza kupata fidia, na kando na kupata fidia, wengi wao sasa leo hii wameweza kupewa sehemu kidogo kidogo na wamejenga, na wametoka hiyo sehemu wameacha nafasi ya serikali inaenda kuwekeza pale mradi ambao utapunguza umaskini na pia kusaidia watu wetu, vijana wetu ambao wana kazi katika nchi yetu hapa Kenya, ikiwemo Mombasa na sehemu zote kwa taifa kwa ujumla. Tukio liweza kutokea hivi majuzi kwamba polisi wameshirikishwa katika hali ya kutumia nguvu kupita kiasi kwa kijana yule ambaye weza kuaga dunia siku chache zilizopita. Je, unazungumziaje swala hili wewe kama mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu? Kwanza mimi natoa rambirambi kwa familia, kwa marafiki, kwa kijana Albert Ojwang. Ingawa mimi kwa binafsi sikumjua, lakini yuko msaidizi wangu ambaye ni kijana anaitwa Machoni, wamesoma naye katika Pwani University na walifanya wote pamoja Kiswahili CRE kutoka Pwani University. Na ningeweza kusema kwamba sisi vijana jukumu letu kwanza tujaribu kivyovyote vile tusitumie mitandao kimakosa, kwa sababu nchi yetu ya Kenya sasa si ya karne ya miaka iliyopita kidogo. Mtu kifanya kitu ilikuwa hakuna katiba ambayo ilikuwa hususan kama katiba ya sasa ambayo iko broad na inaongelea mambo mengi. Kwa hivyo mimi ninaweza kusema kwamba serikali kupitia wanapolisi, sheria iko wazi kwa National Police Act, inaeleza wazi jinsi ya kuhandle a suspect. Njia ya kwanza ni kumwambia kwamba nimekuja kukushika kwa sababu ya hii na hii. Kwa hivyo akiwa kwa mikononi mwa polisi, wao wanahakikisha kwamba wanamlinda kwa sababu hajafika mahakamani. Hajaweza ile makosa anayoyafanya yeye hayajawekwa wazi mbele ya mahakama. Mahakama ndio iko na ruhusa ya kusema akona makosa ama hana makosa. Kama hakuna makosa anahukumiwa ndani ya mahakama. Lakini katika hali ya tatanishi ambayo kwa sasa sijasema kwamba serikali iko na makosa, lakini kwa sababu bado tunajua kwamba vyombo husika vya usalama vinaendelea kufuatilia kuona ni vipi jambo hili litatekelezwa. Lakini ningependa kuomba serikali, hususan rais wetu wa taifa la Kenya, tulikuchagua wewe ndio rais wetu, na ningependa pia wewe kama rais uingilie kati ile familia. Yule mzee mwenyewe Ojwang ana mtoto mwingine, ule bibi ya mtoto ambaye sahi amezaa na mtoto mmoja, na vile vile familia yenyewe inaishi katika maisha ya chochore, hawapana kipato chochote. Tegemeo lao kubwa ambao ni mwanga wao ulikuwa kwa huyu mtoto ambaye sasa tumempoteza, ako mbele, amefariki. Kwa hivyo tungependa kuomba serikali ingilie kati, isaidie ile familia kiuhakika, na pia kuona kana kwamba wamebadilisha maisha ya ile familia, na pia kuweka wale watoto, especially mtoto wake mdogo, aweze kuchukuliwa na serikali, kusomeshwa. Angalau baba anapolia anasema hana mwingine, ajui mahali anakoelekea, amefika umri wa menopause, hawezi zaa. Kwa hivyo ningependa hususan kabisa ile ubinadamu, na sisi ni watu wa serikali, tuweze kuomba serikali ingilie kati, isaidie hiyo familia kikamilifu. Kama wanaharakati sisi ni kweli tunaweza tetea, lakini uhuru wa kuamua kile kinachoendelea ni jukumu la vyombo vya serikali. Tumeona IPOA imeingilia kati, tumeona National Police iko kati inaendelea, criminal investigation inafanya uchunguzi inaendelea, na vile vile tunajua kwa kuna mashirika pia yanaendelea kufuatilia kuona haki ya yule mwenda zake imepatikana. Tumepoteza mwalimu, na sisi taifa letu la Kenya tuko na pengo kubwa la walimu. Nafikiri serikali kwa sasa iliwekeza, jana tumepata budget ambayo imesomwa na waziri, amesema kwamba wanaenda kuajiri walimu
78,000 katika muhula huu. Kwa hivyo tunatazamia pia huyu angekuwa miongoni wa walimu ambao wangeajiriwa ili kusaidia watoto wetu, tuondoe umaskini, tuondoe shida ya ujinga, ili tubadilishe nchi yetu iendelee. Tukisonga mbele Bwana Evans, je, unaizungumziaje bajeti iliyoweza kusoma hapo jana na Waziri John Mbadi kuhusiana na bajeti ile ya trilioni 4.25? Je, imemweka Mkenya katika hali gani na unaizungumziaje labda bajeti? Taifa lolote ulimwenguni linaendeshwa na bajeti ya nchi. Na mahitaji ya nchi huwa yanaambatana na matakwa. Tuko na miradi mingi ambayo haikuweza kufanywa katika ile bajeti ambayo ilitupwa mwaka jana. Tuko na mashirika mengi ya serikali ambayo budget yao wa receive what we call budget cuts. Hawakuwa na budget ambao waweza kuendesha, ambao pia ingeweza kusaidia katika serikali. Ni kweli kabisa kwamba serikali imeendesha katika hii budget ya mwaka uliopita katika ugumu fulani. Na sisi kama Wakenya tumehisi ile ugumu ambao kwamba kweli kuna msukumo kidogo kulikosekana mambo bidhaa na masuala ya vitu fulani kukosekana. Kuna barabara nyingi sana ikiwemo hapa Mombasa. Nyingi ukiangalia barabara nyingi ambazo ni za Kura na Kena, nyingi asikufanywa katika mwaka uliopita. Tunatazamia hii bajeti ambayo imesomwa ili nchi iendelee. Lazima sisi wananchi pia tujikaze, kwa sababu serikali haiwezi tafuta pesa kwingine, itatafuta pesa kwa mwananchi. Na sisi wale ambao tunafanya kazi ndogo ndogo, fanya biashara, lazima tushirikiane katika kulipa ushuru, tuendeshe serikali. Lakini pia serikali nayo ihakikishe pesa ambayo mwananchi ameleta isitumike kimakosa. Kama kuna watu ambao wanatumia pesa kimakosa, pia washukuliwe hatua. Hili taifa liendelee. Taifa hili ni langu, wewe fahamu, na mimi na mwananchi mwingine. Taifa hili wako wagonjwa wako hospitalini katika taifa letu la Kenya. Taifa hili wako watu ambao lazima tuwalipe madaktari ambao wako lazima tushiriki na wao. Na mtazamaji, tumekuwa naye Evans Momanyi ambaye ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Tunachukua mapumziko mafupi, lakini tutarudi, tutaendelea na mengi ambayo tumekuandalia. Kwa hivyo usiende mbali mtazamaji. Na karibu tena mtazamaji. Kumbuka tuko naye mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu hapa mkoa wa Pwani na vile vile mwanasiasa chipukizi. Labda tukiendelea na majadiliano hayo, je, ni kitu gani ambacho unaweza kujivunia na kusema hiki nimeweza kukifanya katika hali yangu ya kuwa mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu hapa mkoa wa Pwani na vile vile mwanasiasa ambaye unaazimia kusimamia kiti fulani hapo baadaye? Kwanza ni mengi. Kuna legal notice number 2001 ambayo ilipitishwa na marehemu Mwai Kibaki, whereby people living with disability, women and youths, were supposed to be given by opportunity to work. Na hii ndio timu kubwa sana ilikuwa imesaulika na katiba ya kitambo. Lakini kwa sasa wengi wale ambao nilipokuwa na mzee tuliwasaidia sana. Wengi wao tuliwapatia kandarasi kupitia their groups, masibio zao. Wengi wao wa disability wako na tuktuk. Leo hizi zinaenda barabara ya Likoni, Lungalunga, Likoni, Matuga na Ukunda. Na wengi wao walipata pesa ambayo wengine wale ambao walikuwa na watoto wachane walipata nafasi kupeleka watoto wao shule. Na kupitia hii nafasi ya kuwa karibu na kufanya uharakati, shule ya Mtongwe Primary School tuliwezesha kununua bus for physically handicapped, kwa sababu tuliangalia wazazi wengi wenye walikuwa na watoto walikuwa na ugumu sana wao kuvuka feri. Kila asubuhi ukivuka feri unakutana nao pale ngambo ya pili. Tulisukuma nikiwa kama PA wa mheshimiwa, tukasema kwamba lazima tuwekeze katika hiyo shule ya Mtongwe. Leo hii watoto wengi wanasoma pale Mtongwe. Katika uharakati kuna watu wengi sana nyumba zao zilivunjwa. Kuna watu wengi mali yao ilichukuliwa na watu binafsi. Tuliweza kusaidiana pamoja, tukatafuta mawakili,
wa kutoka Haki Afrika, kutoka mashirika haya ya haki yetu, tukasukuma wakapeleka kesi kotini. Wengine wengi waliwini zile kesi. Walirudi kwa nyumba zao na mashamba zao, wanaendelea kufanya kazi zao. Hiyo ndiyo jukumu kubwa sana. Hata sasa hii tuko na nafasi tena, kwa sababu kando na sisi kupata nafasi kusaidika kwa serikali, sisi ni watu wa serikali, kuna sehemu kama vile Bungufila wananchi wengi hawajapata hati miliki. Kuanzia Bungufila inaanza pale Shell Beach, Kwetu Beach. Uende hiyo barabara mpaka ufike mahali inaitwa Mabendani. Mabendani ni mbele kabisa, karibu na mpaka wa Mombasa na Kwale. Sehemu ile nyingi kuna wananchi wengi wamekaa pale pia kama vile Waitiki. Na sisi pia tumesema tunaomba, hususan waziri wetu Mama Alice Wahome na PS Korir waingilie kati, waache waweze kusaidia wale wananchi waweze kupata mashamba wakae. Kwa sababu rais wetu wa taifa la Kenya Mheshimiwa William Ruto amesema kama kuna absentees land na wenyewe wako, serikali itanunua yale mashamba, wananchi wapewe. Kwa hivyo sisi tunaomba rais, tunaomba Mheshimiwa Rais William Ruto, hii Likoni hatutaki tupitie yale ambayo wananchi wanalia kila siku walipitia miaka nyuma. Kwa sababu mama ya Kaya Bombo, shida hizo ndio hatutaki. Tunataka kila Mkenya mahali anakokaa akae na amani. Ndio taifa liweze kusonga mbele. Wale wananchi wakipata kupata nafasi yao ya kupata zile hati miliki pale, basi najua kwamba sisi tutakuwa taifa letu hatuna shida. Tutakuwa na mgororo wa hapa na pale. Hatutakuwa na wanasiasa wanaingilia kati kusema huyu hafai kukaa hapa. Utapata kwamba wananchi wanakaa vizuri. Labda tukiendelea mbele Mheshimiwa, labda ni kitu gani ambacho umejifunza kutoka kwa Mheshimiwa Mwalimu Mwahima, ambapo wewe umeweza kuwa msaidizi wake wa kibinafsi kwa zaidi ya miaka 10 hivi sasa, akiwa katika hatamu yake ya uongozi akiwa mbunge wa Likoni. Je, kitu gani ambacho umeweza kujifunza kutoka kwake? Kwanza, uongozi unatoka kwa Mungu. Mwahima nilipokaa naye marehemu, kila jambo alikuwa analifanya, alikuwa anafanya na mwananchi. Alikuwa anashauri mwananchi. Kila uchao, kila asubuhi tukiamka, ananiita saa 11, tunakaa chini. Ananiambia leo nimepata shida huku, tunaangalia, tunapeana report, tuna exchange ideas. Kisha ananiambia pana shida hii na hii, fuatilia hii. Ile uongozi ambao tunataka katika taifa letu hususan kwa sasa ni kuwa down to earth kwa wananchi, kusikiza wananchi. Wale wananchi ndio wenye inchi. Kwa sababu wao ndio wanajua shida. Mwananchi anakaa senti 10, anajua ile shida na msumbua. Mwananchi anakaa Mtongwe, anajua ile shida na msumbua kuhusu Mtongwe. Mwananchi anakaa Shikadabu, anajua shida na msumbua. Mwananchi anakaa kule Msufini, anajua shida anayopitia, kuna ukosefu wa maji, kuna ukosefu drainage, kuna barabara na msumbua mwananchi. Hususan hata Mombasa nzima. Wale wananchi wa Kisauni wanajua shida ya Kisauni vizuri. Wale wananchi wanajua kwamba kuna shida insecurity mahali fulani, wanaosababisha security ni watu fulani, na tutafanya vipi turekebishe. Mwananchi anakaa Magongo, anajua shida ya kule Changamwe ni hii na hii. Mwananchi anakaa Jomvu, mwenye anakaa Mvita, mwenye anakaa Nyali. Kila mwananchi anakoka. Kama sasa hii mwananchi wa Nyali analia na barabara drainage ya barabara Links Road. Kwa hivyo wananchi ndio wenye jukumu, ndio taifa. Na nafikiri katiba yetu ya Kenya tunafaa tuwasikize wananchi, tuwahusishe wananchi tunaposonga. Kile nilichofundisha kwa mzee ni kwamba alikuwa waziri wa wanyonge. Alikuwa mtu wa chini. Tunaweza enda na yeye kwa benki akatoa pesa milioni 5. Tukivuka tukifika Likoni masaa 4 matatu pesa amemaliza. Aniambia hawa ndio walipa ushuru. Hawa ndio wameniweka kwa kiti. Kwa hivyo mimi pia nimejifunza kwamba lazima niwe mtu wa chini kwa wananchi na wasikize, ndio huo uongozi ambao unaweza kusonga mbele. Lakini ukipuusha wananchi, basi ndio unapata panakuwa na shida. Ndio maana Waswahili wakasema usipozipa ufa utajenga ukuta. Tusikize wananchi. Na ninafahamu kwamba una azma ya kupigania kile kiti cha ubunge pale eneo la Likoni. Je, una maono gani kwa watu wa Likoni? Je, una manifesto gani ambao unataka kuwafanyia watu wa kazi wa Likoni? Labda vitu gani ambavyo ni donda sugu na unapania kuvibadilisha katika eneo lile? Swala kubwa sana kule Likoni ni insecurity. Insecurity inasababishwa kwa sababu vijana wengi wametumika na wanasiasa kwa mula mara 3.
na wale vijana wengi walitumiwa na huyu, wakatumiwa na yule, wakatumiwa na yule, wakaachwa. Ndio wakakosa mahali pa kuelekea. Wakarudi wengine katika mambo ya drugs. Wengine wakarudi kwa masuala ya mambo ya hayafai. Kwa hivyo wale vijana si wengi sana wanaosumbua Likoni. Wale vijana wakiwezeshwa vizuri, wengine wawekewe miradi kama vile tuliwapatia tukiwa Uwezo Fund, tuliwapatia pesa. Kila mtu, kuna wale walifuga kuku, kuna wale kuwa na car wash, kuna wengine walikuwa na tuktuku, bodaboda. Hawakuingia katika masuala mengi, hatukuyaona. Kwa hivyo ile msingi ambayo mimi nikipata fursa ni kuhakikisha wale vijana tumewasomesha. Kama kwa sasa serikali imeleta kuingia katika kosi ya SSCW, Bandari Maritime Academy. Kijana akilipa 15,000 anasoma ile kosi. Akimaliza ile kosi anatafuta passport. Akipata ile passport anakuwa mwanabaharia. Watoto wengi sana sahihi kupitia serikali hii na ile iliyopita, wengi wako kwa meli, wengine pia wanasomea kozi hizo. Na sahihi kidogo wengine wanapata. Kuna mtoto hakusoma, aliingia kwa meli tu, akafanya kazi na alikuwa jirani yangu, kama advisor akaenda pale. Kumbuka sahihi anapata mshahara 120,000. Kwa hivyo wale watoto wakiwezeshwa vizuri, wale watoto karibu 200-300 wapelekwe nje. Wengine wale ambao wanakuwa, kwa sababu hatuwezi sema tumemaliza kuzaa, bado utazaa. Wakipelekwa wengi, utapata kwamba shida ya insecurity itaisha. Jambo la pili la Likoni ni inclusivity. Mwananchi akuwe included, asikizwe, aletwe pamoja. Wamama waletwe pamoja. Kuna wenye wako na maono mazuri. Usipuuze watu ambao pengine wanaweza kukusaidia wewe kama kiongozi. Kwa hivyo taifa ama Likoni itaendeshwa na Mlikoni mwenyewe. Anajua shida iko wapi. Mahali wapi ambapo mimi naweza kuhusika vizuri. Ni wapi? Kwa sababu kwa sasa fahamu lazima tukubaliane. Sijaona ma-MCA wetu wa Likoni wakichangamuka kupeleka miswada ya kuhusu Likoni katika County Assembly ya Mombasa. Hiyo ni jukumu la kwanza. Pili, mulikamwizi nyingi za Likoni zimekufa. Napata watu wanakatwa mapanga kwa sababu hizo taa tuliziweka nyingi zimekufa. Kwa hivyo ni jukumu la MCA ambaye yuko pale, kwa sababu yeye ndio kiongozi, yuko mashinani. Na yeye ndio pesa ushuru mwananchi anakatwa inaletwa na serikali, anafaa kuifuatilia, arekebishe pale. Taa zikiwaka, tuhusishe pia mambo ya community policing na pia wazee mtaa, kwa sababu tunajua kwamba serikali imesukuma waweze kulipwa. Kama kuna wazee ambao watakuwa wanafanya kazi vizuri, tutafute wengine ambao wanaweza saidiana na serikali. Serikali kuu haiwezi jua shida ya mtu wapanga pale chini kama hatuna mzee wa mtaa, hatuna chief, hatuna mtu pale chini. Serikali kuu haitajua kwamba wananchi fulani hawana maji katika sehemu fulani. Ni jukumu la mzee wa mtaa, wale ward administrator na wale ambao wanakaa pale. Serikali kuu haiwezi jua kwamba kuna shida ya garbage katika Msikiti Nuru, katika Bunguvila, katika Senti 10. Kwa hivyo ni jukumu la mwananchi. Serikali kuu haiwezi jua kwamba wananchi wa Mtawambuzi wanalia na ile shamba ya GL ya serikali. Ni jukumu la mzee wa mtaa, chifu, MCA na mbunge wakae chini wajue vile, kwa sababu haya ndio mambo tunayatwika, tunaendelea kuyajaza. Baadaye ikifika siasa tunarudi tena tudanganye wananchi kwamba tupigie kura tutaenda kubadilisha, na tukishapitishwa atufanye. Haya ndio mambo ambayo lazima tupigane nayo sasa. Naam, tukisalia hapo mheshimiwa umetaja kwamba kuna viongozi wengine ambao hawatumii fursa zao kuweza kuwasilisha bungeni, labda kuwasilisha hoja bungeni, labda kutaka mabadiliko katika maeneo yao. Wewe ambaye unaazimia kupigania kile kiti cha ubunge, ni kitu gani ambacho utawasilisha katika bunge letu kuhakikisha kwamba linafanya mabadiliko katika eneo lile la Likoni? Likoni kwanza ni sehemu moja kwamba Wakenya takriban makabila yote yanakaa pale, ikiwemo mpaka wa Rwanda, wa Tanzania, watu even kutoka South Africa wanakaa pale. Likoni ni sehemu moja kubwa sana. Ukiangalia, ukifika feri, kifuko cha feri, ukifuka jioni, mamilioni ya watu, malaki wanavuka katika ile kifuko. Ni sehemu moja serikali kuu inapaswa kuhakikisha kwamba inaweka mikakati thabiti. Kwanza kujua ni kina nani wanaokaa katika ile sehemu. Na ni mswada gani ambao utawasilisha? Mswada wa kwanza ni mambo ya elimu. Naam. Elimu
ya wale wengi ambao hawakusoma. Mswada wa pili ni kujenga rehabilitation center, mambo ya drugs. Vijana wengi over 2500 wako intoxicated kwa drugs pale Likoni. Ni kuhakikisha kwamba katika ile rehab imejengwa na kuna clinic kama vile Combined Market. Pale Combined Next kuna clinic ilijengwa na Waziri Mvurya. Ni kuhakikisha kwamba ile center ya rehab imejengwa Likoni. Tatu ni kuweka mambo ya kuequip facility za youth within the area. Kama vile rais tunashukuru alisaidia na Bububu Polytechnic Vocational Training. Tunataka pia ijengwe upande wa Timbwani. Kwa sababu population ambayo iko Timbwani, hiyo Timbwani peke yake is the second largest ward in Kenya. Kumaanisha kwamba pale panafaa pawe ni constituency by now. Kwa sababu iko na over 37,000 people wako pale. Nitahakikisha kwamba nikipata uongozi, nitahakikisha kwamba kupush the national government through vocational training, basic education, kuhakikisha kwamba there is a rehab, na pia wale watoto ambao watasomeshwa pale tumewawezesha, na baada wao kutibiwa tunatafuta njia kutafutia kazi za kifundi, waingie katika TUM, waingie katika Coast Polytechnic, wengine tuwatume katika nchi za nje wafanye kazi kama wengine. Na pia wazazi pia tutawaacha. Kwa sababu wazazi, ukosefu, mtu umezaliwa Likoni, umelelewa Likoni, umekaa Likoni. Tutahakikisha kwamba pia tunawapeleka hata kama ni sehemu zingine, waone watu wengine vile wanajikimu kimaisha, ili tubadilishe mawazo ambayo yamekuwa pale kwa miaka na miaka. Jambo la afya, kuzorota kwa afya eneo la Likoni pia limetajwa kwamba limeweza kuathiri wamama wengi na watoto wengi. Je, wewe ambaye unaazimia kukiti kile, je, utafanya nini kuhakikisha kwamba hali ya afya inaboreka zaidi eneo lile la Likoni? Kwanza, nikiwa mbunge, wewe ni patron wa constituency. Na pia lazima ushirikiane na viongozi wote. Na governor ambaye atakayechaguliwa kuwa mamlakani. Swala la afya ni swala la county government. Kwa sababu county government ndio ina supervise afya. Likoni tuko na health centers. Tuko na Shikadab Health Center. Tuko na Bububu Health Center ambao tulijenga na marehemu Waima. Tuko na Mtongwe ambao leo hii inaitwa Makadara Ndogo ambayo imejengwa na Mheshimiwa Waziri Ali Hassan Joho. Tuko na Timbwani Health Center ambayo ni Mrima Health Center ambayo tulijenga na marehemu Waima. Na tuko na Manyata Health Center ambayo ni sub-county county hospital ambayo ni ya kitambo sana. Imekuwa pale kwa muda mrefu sana. Lakini unapata kwamba kidogo haijakuwa equipped properly kuangalia the population ambayo iko pale. Si ati kwamba county haifanyi kazi vizuri, inafanya. Lakini ile population iko pale kwa sababu watu wengi ambao wanatoka Denyenye, wanatoka Kombani, wengi wana opt kuja kutibiwa Mombasa kuliko kwenda Kwale Health Center, kwenda Msambweni. Kwa hivyo hii health center ina serve watu wa Kwale na ina serve watu wa Mombasa. Kwa hivyo ni lazima serikali ya county iekeze. Na pia lazima sisi kama constituency office under the NGCDF, kwa sababu kwa sasa katika hii budget ambayo imesomwa, nimeona CDF imeongezewa pesa. Lazima sisi pia tuweke mgao wetu. Tuweze kuweka maternity wing ambayo iko equipped. Tukiwa ofisini FIME, tulileta wale madaktari wa beyond boundaries kutoka Faransa, walikuwa pale. Walikuwa wanatibu pale upande wa Mrima Health Center. Na ukweli, kusema kweli, ile Mrima iliserve watu Coast Region as a whole. Lakini walipotoka, ile Mrima leo inakosa kupeana afya nzuri. Inakosa, mwananchi analia. Akienda pale anachukua masaa marefu kuhudumiwa. Kwa hivyo tunaomba kwa hususan ni kwamba mimi nikichaguliwa, nitahakikisha kwamba priority yangu itakuwa ni mambo matatu. Ni mambo ya insecurity, youth na health. Kuhakikisha kwamba nimeshiriki na viongozi watakaochaguliwa tufanye kazi ambayo tutasaidia pale Likoni na kuboresha afya na kusaidia wananchi wetu. Wewe kama mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, je, unaona kwamba walemavu wanapewa haki sawa na watu wa kawaida? Na wewe kama mheshimiwa ambaye unatarajia kuchukua hatamu ya uongozi vikaribuni, je, unadhani kwamba utasaidia vipi walemavu na watu ambao hawajiwezi katika jamii? Asante sana. Walemavu wengi katika mashirika mengine ya parastato nyingine, kuna zile ambazo kusema kweli
zimesaidia walemavu sana. Ikiwemo halmashauri ya bandari ya Mombasa, Kenya Ports Authority. Naam. Ukienda pale katika management level under procurement, unapata kwamba hata even the manager himself, Captain Ruto, anahakikisha kwamba wale disability they are considered in getting opportunities. Niko na marafiki wengi sana ambao wanafanya kazi pale disability. Akienda pale akiangaliwa, anaruhusiwa, anashughulikiwa na anasaidika. Na wako mmoja ambao ni rafiki yangu, juzi aliniambia mimi nimesaidika, nimepata kazi. Kwa hivyo walemavu si ati Mombasa peke yake. Walemavu wako kila mahali. Likoni wako. Katika pale Likoni nimekueleza hapo awali kwamba tuliweka shule yao pale Mtongwe. Na wengi wenye wako pale saa hii wengine wamesomea kazi za ufundi. Wako wenye wanasomesha Likoni School for the Blind. Wako wengine ambao saa hii wako Thika for fiscal handicap kule wanasomea, ambao walikuwa wanafunzi Mtongwe Primary. Wako wengine saa hii wanafanya kazi, wengine wamenuliwa cherehani wanashona. Wewe kama wewe ukipata nafasi hii, utaboresha vipi maisha ya walemavu? Utaboresha vipi ya maisha ya mtu ambaye hajiwezi? Sizungumzie mambo yaliyopita awali, nazungumzia vitu ambavyo utakavyofanya kwa kifupi, nikiarifiwa kwamba muda haupo nasi tena. Asante. Nitahakikisha kwamba incorporate katika policy making yangu. Ya kwanza, nitawaleta katika kuhakikisha wao wenyewe, kwa sababu wao wako na matakwa yao binafsi. Kwa sababu ulemavu ni mara nyingi. Kuna blind, kuna disable, kuna yule mwenye hajui kuandika, hawezi kuandika. Nitahakikisha kwamba incorporate katika CDF. Na katika nikichaguliwa lazima walemavu wawili, mume na mke, wawe katika kamati yangu ya CDF. Ambapo wakiwa na jambo ninawaalika, tunashirikiana pamoja. Na labda tukimalizia tu, nawaambiaje wakazi wa Mombasa ambao wakazi wa Mombasa na vile vile wakazi wa Likoni ambao wanakutizama hivi sasa, labda vijana ambao unatarajia wakupigie kura, je, unawaambiaje kwa sasa? Ndugu zangu wa Likoni, siasa si chuki na siasa si ukabila. Na Mungu ambaye ametuumba sisi, tuko katika ulimwengu huu, ametuleta duniani tufanyie wananchi kazi. Jukumu kubwa sana tunalo ni kufanya kazi. Nilifanya kazi na mzee marehemu Mwahima, na leo hii niko mbele zenu nasema naomba kiti cha ubunge Likoni. Naomba tuweze kushirikiana ili tubadilishe Likoni yetu, isikuwe na sifa mbaya kila wakati. Naomba pia tuwe watu ambao tuna support serikali, tusikuwe watu wa kupinga serikali zinazofanya kazi. Ni hayo tu. Mtazamaji, tumekuwa naye Mheshimiwa Evans Momanyi ambaye pia ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu. Vile vile anatarajia kuwania kile kiti cha ubunge eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa. Mtazamaji, kila kilicho na mwanzo hakibali kuwa na mwisho, na hivi sasa tumefikia kikomo cha kipindi hichi cha Mambo Bayana ndani ya Kuzacha. Mimi na wewe tutakutana tena hapa wiki ijayo. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhan na kutakia utazamaji mwema. Kwaheri mtazamaji.